Pendo kwa wakati huu, nipende kukaribisha katika kipindi kizuri kabisa cha kuweza kujifunza neno la Mungu ambacho kinaweza kusaidia sana katika maisha yako na kuendelea kukutafakarisha kwa ajili ya maisha kiujumla. Nipende siku ya leo kukaribisha kutafakari sote kwa pamoja katika kisa cha Samsoni. Samsoni alikuwa ni mtu mashuhuri sana aliyepata kuwepo hapa duniani kwa miaka kadhaa iliyopita. Samsoni alikuwa ni mtu ambaye alizaliwa kwa kusudi maalum katika dunia hii, na utume wake ulikuwa ni mkubwa sana katika ulimwengu huu. Na ilifikia wakati Samsoni katika makuzi yake akakua, na wakati fulani Samsoni katika historia yake inaonyesha kwamba alikuwa na nguvu nyingi sana, kiasi kwamba vikosi vya Wafilisti pamoja na mataifa mengine yalimfahamu kwa nguvu nyingi kwa sababu ya maajabu aliyoyapata kuyafanya katika ulimwengu wa kipindi kile. Kwa hiyo watu walimuogopa sana kwa nguvu zake, lakini kwa maajabu mengi ambayo aliyafanya. Yote aliyafanya kwa sababu Mungu alizidi kuambatana pamoja naye katika nyakati zote. Kuogopa kufanya kila ambacho Mungu alimhitaji kukifanya. Lakini ulipofika wakati muhimu sana katika maisha ya Samsoni wa kuweza kujipatia mwenzo wa maisha, hapo Samsoni ndipo nguvu zake na fikira zake zilipoenda sasa kwenda kuamua kitu ambacho kilikuwa ni cha msingi katika maisha yake. Lakini kwa bahati mbaya sana Samsoni alijikuta maisha yake yakiwa yamejawa na vimada vingi katika maisha yake. Leo anatoka na msichana huyu, kesho na huyu, na hatimaye kujikuta maisha ya Samsoni yakiwa yamejawa na vitu vingi ambavyo vilimsababisha katika ulimwengu wa kipindi kile kuonekana kwamba Samsoni sio mtu mwaminifu. Na hatimaye kwa sababu Samsoni alikuwa ni mtu mwenye nguvu na mwenye uwezo, na kwa ujumla kisa cha Samsoni ni cha huzuni sana. Mtu mwenye nguvu aliyebarikiwa na Bwana toka tumboni, alipewa nguvu zisizo za kawaida, lakini alikuja kuangushwa chini na mwanamke mnyonge kwa sababu ya uchaguzi mbaya. Alimpenda Delila, mwanamke kahaba mbembelezi. Shimo refu Samsoni alitumbukia nayo alimalizikia huko. Samsoni alipoteza macho na kupoteza uhai wake pia. Samsoni hakuwa na utaratibu mzuri katika maisha. Kwa hiyo katika tafakari hii ni kwamba tuwe na utaratibu mzuri katika maisha ambao utatusogeza karibu sana na Bwana. Samsoni kwa kukosa utaratibu alijikuta ametanga mbali sana na Bwana, na hatimaye kujikuta akifanya vitu ambavyo sivyo sahihi na kupelekea maisha yake kufikia mwisho. Kwa kweli Samsoni maisha yake yalifikia mwisho baada tu ya kutoa siri ambayo Mungu alikuwa amempatia. Ndiyo siri ambayo ilikuwa ya nguvu zake. Na siri ilikuwa ni kwamba nguvu za Samsoni zote zilikuwa katika nywele zake. Ukweli ni kwamba Samsoni nguvu zake hazikuwa katika nywele, ila nywele zake zilikuwa ni agano ambalo lilikuwa limewekwa yeye na Mungu wake, ya kwamba kama hatatoboa hiyo siri ya kusema kwamba nguvu zake zipo katika nywele, atazidi kuendelea kusurvive katika maisha ya kile kipindi. Lakini kwa sababu alitoa ile siri, ndiyo iliyosababisha Samsoni kuweza kukoswa tena nguvu na hatimaye kujikuta ameangukia katika mikono ya watu ambao walikuwa ni maadui zake. Hivyo Samsoni alipelekwa gerezani, akaanza kutumikishwa kwa kazi nzito, na ilikuwa ni siku moja ya pekee ambayo Wafilisti waliandaa, na ilikuwa ni karamu ya pekee, sherehe ya pekee waliandaa Wafilisti, na wakamuita Samsoni, mmoja kati ya watu ambao walipendwa sana kuangaliwa na kutazamwa na hilo taifa la Wafilisti.
kwa sababu waliamini ya kwamba Mungu wao Dragon alifanya kitu cha pekee kuwawekea mikononi mwao huyu jemedali na shujaa wa pekee ambaye alikuwa ni Samsoni, na kwa wakati huo sasa akiwa hana nguvu tena ya ushujaa wake. Kwa kweli Samsoni, hiyo ilikuwa ni siku ya pekee. Katika sherehe hiyo watu walikuwa wakicheza wakimtazama Samsoni. Samsoni alihuzunika sana kutokana na kile kitendo cha kupelekwa mbele ya watu wengi akiwa kipofu, afahamu kitu chochote kile. Katika jumba lile alimsihi kijana mmoja akamwambia, hebu nipeleke mahali ambapo pana nguzo mbili za hili jengo ambalo linashikilia hizi nguzo. Na alipofikishwa mahali pale, Samsoni alimuomba Mungu akimsihi ya kwamba nikumbuke wakati huu tu. Kumbuke wakati huu tu. Kwa kweli Mungu wa mbinguni kwa mara nyingine, kwa sababu Samsoni alikumbuka kila ambacho alikuwa amekifanya kilivyo kiovu, ndipo alipoamua Mungu wa mbinguni kumkumbuka. Samsoni alikufa na watu wengi sana, zaidi ya watu ambao alikuwa amewaua kipindi alipokuwa anaishi. Kisa hiki kinatufundisha ya kwamba Mungu wetu tunaweza kumtenda dhambi kwa sababu tumejichanganya katika maisha yetu, lakini tunapogundua ya kwamba tulikuwa tumetanga mbali na Mungu na kurejea, tunayo nafasi ya kumwambia Mungu atukumbuke kwa wakati mwingine tena, na hatimaye kurejea tukiwa pamoja na Mungu wetu. Mungu wetu anaweza akafanya jambo fulani la pekee katika maisha yetu ikiwa tu tutamkumbuka na yeye atatukumbuka. Ukweli ni kwamba ikiwa Mungu wetu tutazidi kumtumikia, hatutajuta chochote kile, kwa maana yeye ni Mungu. Ni Mungu wa wale waliokataliwa, ni Mungu wa wale wanaodhihakiwa, ni Mungu kwa binadamu wote, haijalishi anapita katika sehemu gani. Kwa hiyo katika kipindi hiki nipende kuishia hapa kwa siku ya leo. Nikukaribisha tena kwa ajili ya kipindi cha siku nyingine. Mungu akubariki unapozidi kufuatilia vipindi hivi. Usisahau kucomment, kushare na kusubscribe pia. Katika jina la Yesu, amina.